Kuhusu kuhoji, hivi tuliandika barua TFF lini? Naweza kunikumbusha? Sio kama tumeandika barua ya Damaro. Yaani nafikiri baada ya usajili kufungwa tu haikuchukua muda. Januari. Ndio tukaona mbona wenzetu wanashaji 13? Tukaambiwa huyu mmoja ni raia. Ndio raia ule. Unajua issue ilikwenda ndio tuliandika barua. Sasa ndio tuliandika barua TFF. Kwa sio kama tumeanza leo, tuliandika 23 Januari kupinga. Yes. 25. Kwa hiyo 25. Yes. Kwa TFF. Yes, ya uraia. Ya uraia. Ya kuombea wachezaji wengine. Kuombea wachezaji wengine. Kuombea wachezaji wengine ndio sisi in fact tuliandikia kutafuta utaratibu. Kwa sababu tukisoma zile nani za uhamiaji, unajua kupata uhamiaji kwanza anatakiwa aombe mchezaji mwenyewe kama ni mwenyewe. Kwa mpira, kama mcheza mpira, kama ana manufaa kwa wananchi, uraia wake unatakiwa uombe na TFF. Kibu uraia wake uliomba na TFF. Kwa sababu inamwambia acheze timu gani? Ya taifa. Na Kibu ni stateless. Mkimbizi ukienda kwenye kanuni za FIFA, Kibu wanaitwa stateless. Hakuwa na uraia wowote yule. Amekuja kama mtoto hapa mkimbizi, yuko kwenye kambi ya wakimbizi, ndio akatoka huko akaanza kucheza mpira, akawa Mtanzania, kumbe sio Mtanzania. Kwa hiyo alikuwa ni stateless. Hajawahi kucheza mpira popote. Sasa zile kuna kanuni zake za FIFA, na ndio maana hata uraia wake uliombwa na TFF. Sio Simba ilimwombea uraia. Kwa hiyo naomba kwanza niliweke samaki, na watu wana confuse ya Kibu na hii ya Damaro. Haviko sawa kabisa. Damaro alikuwa mwingine. Kaja Tanzania hapa mwingine. Na mpaka sasa ukienda kwenye TMS ni mwingine. Umeelewa hapo dada? Haya, uwanja mpya ni kweli nimejulishwa na trustees kwamba mwekezaji ameomba kujenga sio uwanja, training facility ya Bunju. Kutengeneza training facility za Bunju. Kwa sababu katika maelekezo yaliyotolewa mwanasheria mkuu wa serikali ni kwamba Bunju iwe developed pamoja kati ya klabu na mwekezaji. Hayo ndio yalikuwa maelekezo yaliyotoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali kuhusu Bunju. Ila Msimbazi inabaki ni mali ya klabu. Tuko hapo. Kwa hiyo kufuatia maelekezo ndio mwekezaji akaomba sasa kwa trustees ambao ndio wanashikilia mali za wanachama kwamba mimi nataka kuwekeza pale Bunju. Sasa trustees mmoja akanipigia, bwana, hili nafikiri litakuja kwenu kwenye bodi muweze kulichakata. Kwa hiyo likifika tutalichakata tuone tunafanyaje. Sawa? Ila Jairuti Jairuti ni mzabuni wa Simba wa vifaa vya michezo. Sawa? Sio mwekezaji wa Simba, ni mzabuni wa Simba wa vifaa vya michezo. Katika mkataba wake ule anasema kila mwaka atatoa 1 bilioni kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa Simba, na kama Simba itaonekana kwamba ujenzi huo hauna mwafaka mzuri, itakaa naye kukubaliana jinsi ya kupanga hilo lifanyikeje. Ndio mkataba unavyosema. Kwa hiyo kila mwaka anatoa 1 bilioni kwa ajili ya ujenzi wa uwanja. Kwa miaka 5 maana yake bilioni ngapi? 5. Yeye ni mzabuni, sio mwekezaji. Kwa hiyo pesa tutakaa naye, tutaona plani yake ambayo anakuja nayo. Tutasema sasa hiyo 5 bilioni kwa kujenga kiwanja cha watu 8,000, bora tutafute na pesa zingine tujenge pengine kiwanja kikubwa zaidi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tutakaa tuzungumza naye jinsi ya kufanya. Sasa watu wameanza kufikiri kwamba kuna ugomvi. Hakuna ugomvi wowote. Hakuna ugomvi wowote hata kidogo. Sawa jamani? Haya.